Abi una hatari. Mbona umechukua muda hivi kuniambia kama unaumwa? Siku 3 zote. Amna, mbona mimi niko sawa tu. Abi unaumwa. Inabidi uambie nyumbani wajue. Usiwaambie kitu. Naomba usiwaambie kitu. Abi usifanye hivyo, hii ni hatari, unajua unaumwa sana Abi. Atukaa hivyo. Pole. Naomba usiwaambie, na wajue ndugu zangu watanichukia. Leo unapenda kuniambia mizigo mimi. Hii ni hatari. Amna, mimi mbona niko sawa. Tamka tu. Pole. Sijali. Niko sawa. Pole. Sawa, sijali. Pole, naumia sana. Pole. Asante. Unajisikiaje sasa? Naumia. Mimi situ yani mwembea kazi kwa. Pole. Unajisikiaje? Ndio unasema jamani, mimi nawaambia. Naumia lakini sio sana. Bwana, niwaambie. Mama kidogo. Kidogo ungelala hapa Abi. Basi usilie, utapona. Pole. Pole jamani, utapona. Si nitapona. Tupo sawa. Asante rafiki yangu. Nakupenda. Penda pia, upenda nginja. Pole. Pole, utapona. Naima pona. Utapona kesho. Utapona. Mapenzi ni maua yenye harufu tamu, ukiyaona yavutia, moyoni huleta hamu. Lakini chini ya maua. Ngoja kwangu tuongee nini mimi na hivi David, una matatizo gani? Nimekupigia simu mara ngapi kupokea simu zangu? Nimeona hakuna muhimu. David, nimejaribu kukupigia mara kadhaa, ushiki simu zangu. Kwa nini lakini? Kama ilikuwa kuna kosa si bora ungenipokelea ukaniambia shida ni nini? Kwa nini kwa hivyo lakini? Nimeona havina. Havina nini? Havina. Nimeona kupokea simu yako. David, uko serious kweli wewe? Yeah, very serious. Haya ni mahusiano gani David? Haya sio mahusiano. Ninachokifahamu mimi, watu wako kwenye mahusiano kama kuna changamoto yoyote watu hukaa chini kuyasuluhisha. Wewe, unajua mimi na yeye mara ya mwisho tumegombana kisa nini? Ni kwa sababu hizi David. Hizi. Kwa sababu wewe una mambo ya ajabu. Yaani unapenda kupaniki, unapenda kuweka vitu kichwani ambavyo havina msingi wowote David. Yaani paka David, una mambo ya kitoto. Una mambo ya kitoto David. Mimi na mambo ya kitoto. Na maana hujui? Wow. David, uko serious kabisa. Yaani wewe unatakiwa ukae ukijua kitu kimoja. Kama inatokea kwenye mahusiano tuna tofauti yoyote, unatakiwa uniambie mimi. Kwa mimi hold on. Mimi na mambo ya una mambo ya kitoto David. Na mambo ya kitoto. Na nitarudia zaidi ya mara 5, mara 10, mara 100. Una mambo. Umefuata umefuata nini kwangu? David, unajua kuna kipindi nilikuwa najaribu kufikiria labda huenda tukafika sehemu. Lakini kwa hichi kinachoendelea sasa hivi ni wazi dhahiri mahusiano haya hayana future. Naona kabisa ni kuache na maisha yako David. Naona bora tuachane. Siona muhimu wa kuwa na mahusiano na wewe David. Mimi mwenyewe naona tuachane. Hakuna haja kuishi katika mahusiano kama haya David. Naondoka. Hapa sijija kukaa. Geuza kwa watu, changanya kwa watu. Nimekuja kukwambia ukweli na kukusaidia kwa faida yako. Mahusiano yote utakayoingia, jitahidi sana kujifunza kukaa kuzungumza na watu kwenye matatizo. David, you are not a man. You are not serious at all. I'm not serious. You are not serious, David. I'm not serious. I'm done. You are done. Toka. Changanya kwa watu zako. Haya, toka. Sija kulala, nimekuja kukwambia ukweli David. Hata ukipata mwanamke badilika. Huo sio wanaume. Mapenzi ni fumbo lenye machungu na raha. Wengi twafuata mkumbo, tusijue kuna karaha. Hii bustani na miiba inayotesa bila huruma, ila konde. Vipi lakini unaendeleaje? Naendelea vizuri. Basi sawa. Mziki kidogo mbona. Uniletea nini?
Asante, nashukuru. Na mbona unajali sana kuhusu mimi? Hapana. Sidhani kama kila aletaye zawadi anajali kuhusu mtu, ila mimi nimefanya kama jirani mwema. Vipi? Kwani unanipenda? Kwani mtu akimletea mtu zawadi inamaanisha kwamba anampenda? Mimi nimefanya kwa sababu wewe ni jirani, sio kama nakupenda. Nilijua una hisia zozote na mimi. Hapana, mimi siko hivyo. Nimefanya kwa sababu wewe ni jirani mwema. Hiyo ndio maana ni utaratibu wetu Tanzania. Ni moja ya tamaduni zetu kwamba unapoenda kumwangalia mgonjwa lazima uweze kumpelekea matunda au zawadi kidogo. Kwa nimefanya hivyo kama watu wengine wanavyofanya. Sawa. Nashukuru. Sawa, ugua pole. Ningeomba uniruhusu niweze kwenda. Na ombi moja kama ukija. Ombi gani? Naomba kupiga picha na wewe kama ukumbusho. Okay, sawa. Wow, asante. Ni nzuri, umeipenda? Naomba basi uniruhusu niweze kuondoka. Usiondoke. Nilitamani kuendelea kubaki na wewe. Sijali. Siku nyingine nitakapopata muda tutaweza kuja kupiga story. Lakini leo naomba niruhusu niweze kwenda. Naomba. Mapenzi ni maua yenye harufu tamu. Siku nyingine nikipata muda basi nitakuja. Tutakaa tena. Lakini chini ya maua miba uchipua. Kuchoma unaposogea. Ruhusa yako niweze kwenda. Machozi utalia. Oh, mapenzi ni fumbo lenye machungu na Ugua pole. Wengi twafuata mkumbo tusijue kuna karaha. Hii bustani na miiba inayotesa bila huruma. Ila konde nimepiga nikihope mbivu nitachuma. Mwiba wa mapenzi. Jamani sina bahati. Napenda kupendi unaitaka. Mbona kupigia simu yangu upokei? Sasa wewe mpaka kuja huku mtaani vipi? Mpemba nakupigia simu yangu muda upokei. Wewe unajua kitu kiko ndani huko. Mimi nakiogopa. Ha? Mimi nakiogopa kitu chako. Wewe bwana sikiliza bwana. Hapa mtaani mimi napaelewa mwenyewe tatu. Wewe mambo yangu mimi na wewe hayawezi kuishia hapa huko. Bwana mimi mwanzo tayari mambo chapa. Mimi sielewi hapa nishapagawa nitachanganyikiwa mimi ndio sielewi kabisa. Mimi tayari mwenzio. Mambo chwa nini sasa? Pesa au nini? Mimi mjamzito na mimba Mpemba. Ukijua kule unajua na kunawa. Sasa wewe masuala ya ujauzito ndo kuyaleta hapa mtaani wakati hapa unajua majirani wenyewe hapa majirani wako hivi. Unakuja huko. Nikazipeleke wapi kumbe? Kama nakupiga simu yangu nataka kunipokelea. Nikazipeleke wapi? Polisi. Sasa hapa tusiongee sana. Hayo mambo tatu hayo. Bwana asikia nikwambia. Tatizo lako tatu unapenda sana kuongea. Kuna vitu vya kuongea mtaani na vitu vya kuongea huko. Kuishia huko. Sasa tusiongee sana. Wewe si mambo chwa? Si mambo chwa? Ndio. Niachie mimi. Ndio nakuachia hilo. Sasa ila mimi shida yangu kubwa nini? Mimi nataka nije kuishi huko. Kama hata kwa bi mkubwa nitakuwa bi mdogo. Kama hata tukapa wewe mimi nitachukua hapa chumbani. Sawa Fanya unavyofanya, amua unavyoamua. Wewe una akili sawa kweli? Akili zangu sina, unazo wewe.
Sasa nisikilize, mimi ndo mwanamume, umeniletea taarifa, ndo mwenye maamuzi. Hilo swala niachie mimi. Baba, mimi nishamaliza. Fanya unavyofanya, fikiria unavyofikiria. Ndio nishamaliza, nataka majibu. Haya, nenda. Tatu. Majina haya, majina 3 haya. Ingia ndani. Unajisikiaje kwani? Pole. Unajisikia vibaya sana? Bwana Abi, mimi nawaambia kweli. Mimi nawapigia simu nawaambia Abi anaumwa. Lea. Usimwambie mtu. Usimwambie Lea, kuomba. Abi, unajua yako inazidi kuwa mbaya. Hamna. Hauko sawa wewe, unajua siku hiyo nimekuja, yani bora hata siku ile kuliko leo. Yani kila siku unazidi. Sasa nini? Bwana Abi, mimi nimeshindwa. Mimi nawapigia simu. Nampigia simu dada yako namwambia. Ni story. Sasa mimi nakaa hivi kimya, wewe unateseka kiasi hiki. Siseme. Usimwambie mtu Lea. Sasa kwa nini simwambie mtu? Yaani kwanza Abi, unachokikupa mimi kusema kweli ni kitu gani? Ikiwa wewe unaumwa, alafu sasa isitoshe mimi nakuja hapa mara moja. Ni bora niwaambie kwa ni wakusaidie Abi. Lea nisikilize mimi. Usimwambie Dasara. Usimwambie Dasara, usimwambie mtu. Sawa. Mfano ndo umekufa hapa. Unajua wataanza na mimi? Kwa sawa mbona? Kwa sawa. Ila usimwambie mtu. Nasikia. Ni muda tu kidogo nitakuwa sawa zaidi. Kwa hiyo usimwambie Dasara, usimwambie yote yule, sawa? Usiseme. Ila bora napendaga mimi kunipa mtihani. Sababu hapo tu ukipata tatizo wataanza na mimi. Kwa nini sikuambia? Hivi wewe unionee huruma mwenyewe rafiki yangu. Basi pole. Nini kwamba ukisema? Mimi siwezi nawaambia. Yaani mimi bwana nimpigie simu Dasara nimwambie tu amwambie baba. Lea, Waje kuchukua Abi. Jisikilize Lea. Sawa. Naomba usimwambie mtu. Usimwambie mtu nakuomba. Mimi niko sawa mbona? Niko sawa. Usimwambie mtu. Kwenye kuwa sawa hauko sawa Abi. Basi tutaki tu nisemela hauko sawa. Basi haya basi. Basi pole. Basi. Nisikie vibaya sana. Maybe kwamba utamwambia mtu. Ya sawa, siwaambii basi pole sawa. Siwaambii. Kweli. Siwaambii mtu yoyote. Ila nitakuwa nakuja mara kwa mara kuangalia sana rafiki yangu. Furahia basi. Basi. Piga si ndio hii? Check the number and try again. Tafadhali hakikisha namba ya mteja uliopiga na ujaribu tena. Tafadhali hakikisha namba ya mteja uliopiga. Sara. Baba. Baba. Hivi unafuatilia swala ndugu yako Abi? Hapana. Maana toka amesema ni mpe hela biashara, siku hizi amekuwa hapa nyumbani hapatikani kwa kweli. Mara leo unamuona, kesho umuoni, na hata sijui biashara yenyewe anafanya biashara gani. Yaani kiukweli baba, kuhusu hilo hata mimi linanichanganya. Kwa sababu Abi sasa hivi amebadilika sana. Imefika hatua nikimpigia simu tunaongea story zote. Ikifikia hatua tu ya mimi kutaka kujua wapi alipo au nitaki kuonana naye, mawasiliano yanaishia hapo.
Kwa nashindwa kuelewa. Sijui kuna kitu anaficha, sijui kuna kinachoendelea, sijui chochote kwa kweli. Ila atakuja maybe, tuzidi kumsubiria. Hapana. Wewe ndio dada yake. Maana najaribu kumpigia pia kwa simu yake hapatikani. Mara naambiwa sijui nichunguze namba na wakati namba ni hii ya kila siku. Hivyo nataka umfuatilie. Umfuatilie ujue biashara anafanya ni biashara gani na kwa nini anakuwa na hii hali ya mabadiliko kiasi hiki. Leo anakuwa yupo, kesho hayupo. Hamna neno baba. Mimi nitalifanyia kazi. Japokuwa siwezi kujua moja kwa moja ni wapi alipo, ila nina sehemu ambayo nina uhakika naweza kupata taarifa zake zote. Hilo ndio nilikuwa nalitaka kutoka kwako. Mfuatilie bwana. Hamna neno baba. Haya, mfuatilie ndugu yako bwana. Sawa baba. Nitalifanyia kazi. Sawa. Haya, niko jikoni. Haya bwana. Kwa ajili ya mapenzi wengi hupoteza vingi. Kwa ajili ya mapenzi wengi hupata uchizi. Ndugu kutengana, kufanya yasiyo maana. Ndugu kutengana, kujizolea laana. Oh, mapenzi ni fumbo lenye machungu na raha. Wengi twafuata mkumbo, tusijue kuna karaha. Hii bustani na miiba, nayotesa bila huruma. Ila konde nimepiga, nikihope mbivu nitachuma. Mwiba wa mapenzi, mwiba wa mapenzi, wanichoma. Dasa. Shikamoo. Marhaba. Yaani ungechelewa kidogo tu nilikuwa nafunga. Karibu. Asante. Tukae. Hapana mdogo wangu, mimi hata sio mkaaji. Jamani, si ukae kidogo. Hapana. Nimekuja tu kuna shida yangu niko naomba unisaidie. Lakini hata sijapenda. Usijali, siku nyingine nitakuja tutapiga story mpaka basi. Haya, karibu dada. Asante. Vipi? Hivi unawasiliana na Abi? Nani Abi? Naongea naye. Kiukweli, kuna kitu kinaendelea kwa Abi mimi nashindwa kukielewa. Tangu alivyoanza hii biashara yake aliyosema ni biashara, sijui anataka kufungua biashara, amekuwa amebadilika sana Abi. Yaani sasa hivi alianzisha system. Anarudi nyumbani siku 2, siku 3 analala nje. Au aje akae siku 3 nyumbani, siku 5, 4 yuko nje. Kilichotushangaza zaidi ni hiki kipindi cha sasa hivi ana kama wiki ya 2 mdogo wangu. Hajarudi nyumbani. Kitu kilichomfanya mpaka baba na wasiwasi. Kurudi harudi, ana kazi ya kutupokelea tu simu. Akiulizwa yeye anaongea tu kwenye simu, kuja hataki. Kitu kinachonifanya mpaka anapata wasiwasi na hisi kabisa huenda akawa hana kazi. Hiyo biashara mwambie baba hana. Au uko aliko labda anaishi na mama wangu. Kwa mdogo wangu nimekuja hapa, naomba tu nisaidie kuniambia ukweli. Je, Abi ana biashara kweli au Abi anaishi na mwanaume? Ukweli tu ndo naotaka mdogo wangu. Nisaidie kwa hiyo. Sadalia jamani. Si ndio ana biashara? Ila mimi ninachojua yuko tu, mimi naongea naye kwenye simu vizuri, na angekupa ipo sehemu mbaya mimi rafiki yake angeniambia. Hawezi kuwa sehemu mbaya, mimi namjua. Kwa hata usijali. Lea, mimi nafahamu wewe Abi ni shoga yake kipenzi. Hakuna kitu ambacho anaweza kukifanya Abi bila kushirikisha. Alafu naomba nikutoe hofu. Mimi namuulizia Abi sio kwa ubaya. Sisi shida yetu ni kujua tu, maana tuna wasiwasi na maisha yake. Hofu yetu kubwa ni maisha yake huko aliko. Je, usalama wake upo? Hicho tu ndo hofu yetu. Lakini hatuna nia mbaya. Naomba unisaidie mdogo wangu. Lea. Dasala. Be. Kikweli hapa kuna tatizo. Tatizo gani? Mapenzi ni safari yenye maua na miiba, ni ndoto yenye uchungu lakini bado huvutia. La 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 lo 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 lo. Mapenzi uchizi
jamani sina bahati. Napenda kupendi unayemtaka kutaki. Usilolijua sawa na usiku wa giza. Unemuamini ndo anakuja kukuliza. Jamani mapenzi yamenipoteza muda, hata male